Amefariki leo. Je, kwa upande wako kama Mkenya unaona kifo cha Raila Odinga ni nini ambayo Raila Odinga amekuwa akisaidia Kenya kwa upande wako? Kwa majina anaitwa Elijah Wafula. Kwa upande wangu Raila alipigania Wakenya. Kwa upande wangu Raila alikuwa akipigania Wakenya wakapata kitu inaitwa democracy, akiwa ameungana na wenzake wenye walikuweko waking'ang'ana na uongozi wa Moi mbaya ambao ulikuwa wa dikteta. Alisaidia kung'ang'ana na wale wenzake tukapata democracy. Tunachieleza venye tuko hapa, tunaongea kwa president mwenye wako mamlaka tukiwa huru. Hapo nampatia mkono hongera, ambapo sasa hii ninakuja nikisema ya kwamba alitusaidia pale mbeleni, lakini amefika mahali akachanganyikiwa, akaanza kuingia kwa yule adui ambaye ameua watoto wa Kenya ambaye anaitwa Samuel Ruto. Sasa mimi nasema yeye ametusaidia, lakini mwisho amemaliza kwa ubaya kwa Wakenya. Je, nimekuwa nikisikia kuongelea kwa mambo ya Kingpin. Yeye angekuwa mtu mzuri tayari wakati amekuwa katika uongozi miaka karibu 20 akiwa na ODM. Angekuwa mtu mzuri, angekuwa amechenga uhusiano mzuri wa kusema ya kwamba wachaguo wangu, sababu mimi mmenishika mkono. Angechongoa kijana mwenye anasema ya kwamba mimi nikitoka siku moja mshike huyu mkono, lakini akawa na ubinafsi ndani yake. Hakuweza kuonyesha mtu atakayeweza kusimama na wachaguo aseme ya kwamba huyu akitoka mimi ndio nitakuwa, ama huyu nikitoka huyu ndio atakuwa. Hapo alikuwa na uchoyo kidogo ndani yake. Jambo la pili, sasa sisi watu wa Kenya ambao tunaangalia sana mtu ambaye ameamka na msimamo mzuri, ambaye anaweza kuwa kingpin wa wachaguo, mwenye anaweza kuwa pigania wa Kenya, kuchari huyu ni kabila yangu, kuchari ni nani, ni Papa Owino. Tunaambia wachaguo wenye wako hapa, mnapenda kuwa mtu wenu amewawa na serikali, lakini mnafika mahali mnaanza kusherekea yule mtu amewawa. Mkuu wa majeshi aliwawa na uongozi ambao uko sasa. Albert Ojwang amewawa na uongozi ambao uko sasa, lakini wachaguo hamkuona hiyo kitu ni hatari katika maisha yenu. Uanga mnasherekea tu, mnaenda na upepo. Lakini tunaomba sasa hivi Papa Owino amesimama, ataindwa na uongozi ambao uko sasa. Na sisi wa Kenya katika kona nchi tunaona Papa Owino ndio anaweza kurithi sehemu ya wachaguo nyingi, sababu amewacha kwa madaa kina Latwa, kina nani, kina wenye wako serikali wanakula, hawana usaidizi na Wakenya, wao wamechali madumbo zao. Lakini Papa Owino anapigania kila Mkenya kusema ya kwamba Wakenya wanafaa waishi katika maisha ya amani na utulivu na usawa, wapate miradi. Lakini unapata wenye wako katika serikali ya progressive government ya William Ruto, hao wanachali tumbo zao. Hawezi kuwa kingpin wa Mkenya, hawezi kuwa kingpin wa mchaguo. Mimi nasema Papa Owino awe kipawa mbele kwa wachaguo, na watu wengine wa Kenya tena tumuunge.